Uraisi wa Samia Suluhu Hassan umekataliwa tena na wananchi akina mama ambao wamesema kwamba lazima Samia aweze kuondoka madarakani na yote tisa, chama chake cha CCM kiweze kuondoka vilevile, na kisha waweze kuhukumiwa kwa machafuko ambayo waliweza kuyafanya Tanzania mwaka 2025, mahala ambapo maelfu ya wananchi waliweza kuaga dunia. Karibu niwachambulie, niwapashe yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba ukalaiki video. Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo. Vile mpenzi mtazamaji, ninakuomba ukapiga subscription endapo unanipata kwa mara ya kwanza. Ukifanya hivyo utakuwa umeweza kuchangia kwenye ukuaji wa hichi kituo, kiendelee kukua na kiendelee kupata nafasi nzuri ya kukupasha yale yote ambayo yanatendeka. Sasa muungano wa kina mama katika taifa letu la Tanzania wametaka Samia aweze kuondoka madarakani pamoja na chama chake cha CCM kisha waweze kuhukumiwa. Akina mama hawa wamekataa katakata wito wa maridhiano ambao unazidi kuenezwa na hii serikali, kutoka kwake Samia, kutoka kwake Mwigulu Nchemba, kutoka kwake Kikwete, kutoka kwake Nchimbi, mahala ambapo sasa hivi ni maafisa wa polisi wanatumika eti kwamba kuweza kuwashauri wananchi wapende serikali na waweze kumpea Samia wakati mwafaka wa kuweza kufanya kazi. Sasa akina mama hawa wanapanga kulipisha kisasi kutokana na maafa ambayo raia waliweza kupata mwaka uliopita, mwaka 2025. Sasa akina mama hawa wanasema kwamba hakuna maridhiano ambayo yanaweza yakarejesha uhai na maisha ya waliouawa. Wanaume kama tuna uchungu na wale watoto. Sisi tuna uchungu, usiseme fidia. Umenipandisha hasira, usiseme fidia kabisa. Sasa unisikie niongee sasa. Nataka tulipe fidia. What is fidia? What fidia? Roho ya mwanangu sasa. Roho ya mwanangu atarudia. Unaogopa kupostiwa? Wewe unaogopa kupostiwa kwenye nchi ya Tanganyika yako? Wakuposta hadi kwenye Trump. Wa mama tunasema hivi, hatutaki fidia, hatutaki maridhiano. Tunataka serikali ya Samia iondoke madarakani. Yaani tunataka CCM iondoke na Samia wake waondoke wote. Na kama kuhukumiwa, wahukumiwe kifo kama walivyo watoto wetu. Wahukumiwe kifo na wasipouliwa. Mimi mtoto wangu leo lazima nitampa ujasiri aje kulipa kisasi kwa mtoto wa Mlilo. Lazima kisasi chake na chinjio kimwage damu. Lazima wapate machungu tuliopata sisi. Lazima kijue na kijue majumbani kwao. Lazima misiba ifike majumbani kwao. Lazima walie wake zao walio kama tulivolia. Hakuna fidia. Hatutaki fidia wala makubaliano. Hiyo nakataa. Tunataka haki ya watoto wetu. Kama wanaweza waturudishie roho za watoto wetu. Mpaka miili yao hatujapewa. Hatujui walipozikwa. Leo nije kukubali fidia. Mtoto wangu kesho mimi naenda kumsalia wapi? Naenda kuangalia wapi kaburi lake? Na alijua lilipo. Kwa mimi nileta mtoto aje kuuliwa. Nileta mtoto hewa, kimvuli. Sikuzaa mimi miezi 9. Wakwake ndio watoto. I say. Samia ni mwanamke. Aliingia leba kama alijua uchungu wa leba ulivyo, na sisi tunajua uchungu wa leba ulivyo. Kama anaona watoto wake ni wasamani na wakoto walikuwa wanasamani. Kama wakoke anaweza kuwazungusha kwenye makamera na wakoto tunaweza kuzungusha kwenye makamera. Kama wakoke ndio mali sana kwenye nchi na wakoto walikuwa ni mali kwenye nchi. Lazima tulipe kisasi. Nina imani kwamba umeweza kukagua kauli hizo za kina mama. Hao ni akina mama ambao wanazungumza kwa uchungu. Akina mama ambao wanazungumza wakiwa na hasira kutokana na mauaji ambayo yaliweza kutendeka. Unajua, hii serikali ilifikiri kwamba wataua wananchi, alafu taifa litarudi kwenye wakati wake, au litarudi mahala ambapo lilikuwa hapo zamani.
Utauaje raia? Unajua Samia ni mama, na wanasema kwamba uchungu wa mwana ajuaye ni mzazi mama. Jinsi ambavyo Samia aliweza kuingia leba akamzaa muuaji Abduli, ndio jinsi ambavyo akina mama hawa ambao wamesikia uchungu, wamehisi uchungu kwa kupoteza watoto wao, waliweza kuhisi. Cha kushangaza ni kwamba Samia hajaweza kuogopa hata kidogo kutokana na wale ambao waliweza kuuawa, na anasema kwamba taifa liweza kuridhiana ndiposa aweza kupata wakati wa kufanya kazi. Yaani anaitisha maridhiano kipindi ambapo bado haki kwa watoto waliouliwa na miili yao ikazikwa na wengine wakafichwa bado haijaweza kupatikana. Huyu mama yuko na akili, na ndio maana akina mama hao wamesema kwamba wamejipanga kulipisha kisasi. Wanajua jinsi ambavyo watalipisha kisasi, kwa sababu wao wanahisi uchungu wa kupotezwa, yani wa kutowekewa na yule ambaye waliweza kumzaa. Sasa haya maridhiano ambayo Samia anahitaji, anasema eti kwamba maridhiano yaweze kupatikana ndiposa tuweze kuliponyesha taifa letu. Je, hayo maridhiano ambayo anataka yatakuja kuamsha wale ambao waliweza kuuawa? Haya maridhiano ambayo Samia anataka, je, yatakuja kuponya wale ambao waliweza kuachwa na majeraha ya risasi kwenye migongo, kwenye miguu? Niliona mama fulani ambaye aliweza kuaga dunia na kitoto ambacho alikuwa nacho kwa tumbo. Samia atawarejesha hai. Kipindi ambapo Samia anasema eti kwamba tuingie kwenye maridhiano, waliopotezewa ndugu zao waweze kupata fidia. Je, hizo pesa zinaweza zikarejesha uhai wa ndugu zetu ambao serikali iliweza kuchukua? Yaani imefika mahala ambapo serikali inafikiri kwamba inaweza ikabadilisha uhai na pesa. Hizi pesa ambazo mtu akifariki anaacha kwa hii dunia, eti tuweze kubadilisha uhai na pesa? Itawezekana kweli? Je, ule uchungu ambao akina mama ambao waliweza kupoteza ndugu zao, watoto wao waliweza kuhisi, je, ingekuwa ni Samia aliweza kupoteza mtoto wake, huyo malaika wake Abduli muuaji, angeitisha maridhiano? Angeitisha maridhiano kweli? Au angetaka haki iweze kutendeka kwanza ndiposa maridhiano baadaye? Kuna kauli ambazo zinatolewa na viongozi kama hawa ambao wako madarakani mpaka unafikiria hawa viongozi wako na akili kweli? Yaani siku hizi pesa zinaweza zikabadilishanwa na uhai, eti kwamba sasa nikupee pesa uweze kusahau ndugu yako ambaye aliweza kuuawa kinyama. Yaani imefika mpaka mahala ambapo viongozi wanaona ni heri wapiganie mamlaka, waue ndugu, lakini wakuje kutoa pesa za kodi ili kupeana fidia. Mimi siogopi kunena, waliosababisha vifo vya ndugu zetu wasipata amani, waliosababisha, walioratibu, waliopanga, waliotekeleza vifo vya ndugu zetu wafe na wao au wafiwe na watoto wao, wasipata amani, wapate ugonjwa ambao unawafanya wakae mawazimu.